Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mtumishi wa Mungu, mtumishi Godfrey. Nimeokoka, mpenda Mungu na ni mwana wa Mungu, na ninaamini ya kwamba Yesu ndiye alinifanya nikawa mwenye haki. Na wewe pia ambaye unamwamini Yesu kwamba alikukomboa, wewe pia unafanyika kuwa mwenye haki. Na wewe ni baraka sana. Shalom. Siku ya leo nilikuwa napenda kuzungumzia jambo ambalo ni la muhimu sana juu ya pendo la Mungu na uvumilivu wake na ustahimilivu wake. Yaani katika lile pendo lake, jinsi alivyo na uvumilivu kwenye ule upendo wake, na jinsi alivyo mstahimilivu katika lile pendo lake. Ana ustahimilivu mkubwa sana kwa sababu ana uvumilivu mwingi sana, kwa sababu unaona jinsi alivyo na upendo wa ajabu. Ni Mungu ambaye ni baba yetu, ambaye halazimishi mambo. Yaani anatoa uhuru kwa watoto wake, kwa wanawake, ya kwamba inaonyesha kabisa dhahiri katika Biblia kwamba anasema kwamba kuna wana wa ibilisi na wana wa Mungu. Tunaona hapo kuna vitu viwili hapo. Sasa ukiangalia mfano, tukizungumzia kwenye wana ambao ni wa Mungu, tunaona kwamba ana uvumilivu wa ajabu, yani uvumilivu wa pekee. Kwa kitabu cha Kumbukumbu la Torati pale anasema kwamba tazama, nimekuwekea mbele yako njia mbili, ya kwamba anasema tazama nimekuwekea njia mbili, na anasema chagua njia moja, ambapo kuna njia ya uzima na njia ya mauti. Kwa hiyo maana hapo wewe unaamua sasa ukae upande gani, yaani uwe upande wa Baba ambaye ni Mungu alikuumba, au uwe upande wa mpingaji wake ambaye ni Shetani, kwa sababu Shetani ana ofisi yake pia kwa Mungu kwenye upande wa Torati. Japo sio upande wetu kuzungumzia jambo hilo leo, ila nataka tuzungumzie tu juu ya hili pendo lake na ule upendo jinsi alivyo nao, na jinsi anavyoweza kuwa na ustahimilivu na uvumilivu na kuvumilia. Yaani ya kwamba yanafanyika mambo mengi mabaya ambaye yanamuuzi, labda ambaye hayapendi, watu wanafanya tofauti na jinsi anavyotaka yeye, lakini bado ana uvumilivu na bado anatupenda. Na japo tumefanya mengi, lakini bado akamtoa na Yesu tena. Tazama jinsi Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sasa unaona bado ana uvumilivu wa kuvumilia. Sasa hichi kwa nini nilikuwa nakizungumza kwa sababu gani? Kuna namna kanisa au watumishi wake wanatamani sana kutembea na viwango vikubwa vya Mungu, yaani Mungu aweze kuwatumia kwa uwezo mkubwa zaidi, na kwa kufanya jinsi wale mitume walivyofanya, manabii walivyofanya hapo kale, kama kuweza kumfufua mtu, kuponya wagonjwa, kufanya miujiza mikubwa. Mtu alikuwa ni mlemavu hawezi kutembea tena akatembea, au kipofu aone akaona tena, au bubu asikia akasikia tena. Sasa nikaja kupata hii revelation kwamba Mungu anashindwa kutembea na watu kwa sababu gani? Kwa sababu ya kufanya hayo yote kwao, kwa sababu watumishi wake au kanisa, kama kanisa limeshindwa kuwa na uvumilivu na ustahimilivu, ambao halimekosa kuwa na pendo kama la baba yao, yani Mungu jinsi alivyo. Yaani watu wanakuwa na tempered ya hasira, wanataka kulipa kisasi. Mambo usilipe kisasi ni juu ya Bwana, lakini wanataka kulipa wenyewe. Unaona Mungu anasema kwamba usiwache ndio utalipa kisasi, lakini watu hawaizi kumwachia Mungu afanye, wanataka walipe wenyewe. Inafika mpaka mahali unakuta mtu anasema kwamba tumuombea hata mtu labda maombi labda apate mabaya ili awe kama fundisho, yani mambo kama hali. Lakini tukiangalia kwenye hili pendo la Baba ambalo hata Yesu mwenyewe alikuja duniani anasema nimekuja kudhihirisha upendo wa Baba yangu,
na akawa anatembea jinsi alikuwa anavyomuona baba yake, jinsi alivyo na moyo wa upole, mwingi wa huruma, sio mwepesi wa hasira, na anaweza kuzuia hasira zake, na akana anatuonyesha kwa dhahiri. Na tunaona hata Yesu maisha yake alivyokuwa kisha duniani kwamba alikuwa ni mstahimilivu sana na mvumilivu sana. Yaani mahali ambapo angeonekana labda amefanya reaction mbaya au labda amekasirika kutokana na jinsi watu wanavyomkataa na kumpinga. Maana tunakumbuka wakati amejitambulisha mara ya kwanza kwenye sinagogi alipokuwa kitabu cha Isaya kile alivyokisoma, akasema maneno haya mlivyoyasikia masikioni leo kwamba yametimia. Wakasema haiwezekani, sio huyu, unaona, yani wakamkataa. Ina maana can you imagine angekuwa ni mwanadamu wa sasa hivi, mtumishi wa sasa hivi, na kwa mamlaka ambayo Yesu alikuwa nayo, sijui kama wale jamaa sijui angewafanya nini kwa watumishi wa sasa hivi. Lakini hakuwa mstahimilivu, alinyamaza kimya, akamwacha Mungu akaingilia kati na akaondoka kwenye ile situation, akaendelea na kazi kama kawaida. Japo anapingwa, lakini hakuacha kufanya kazi, bado anaendelea kufanya kazi. Sasa wengine watakwambia mimi nainukia vita sana, watu wananipinga sana, wengine wanakata tamaa kumtumikia Mungu. Lakini kumbe wamekosa ule upendo wa baba, ile tabia ya Mungu, tabia ya baba yao ambayo ndio huyo Mungu anasema wanamtumikia. Wameikosa hiyo tabia. Anakuta Mungu hawezi kutembea nao kwa sababu ana tabia yako na zake haziendani. Tunaangalia kama Musa alifanya vitu vingi, lakini Biblia hapo mwanzo inamtambulisha, anasema kwamba alikuwa ndo mtu mpole kuliko watu wote duniani. Can you imagine? Lakini kuna vitu alifanya. Lakini tukiangalia kwa Yesu sasa, ambaye Musa alikuwa ni kivuli cha Yesu, angalia sasa ule upole sasa ambao ulikuwa unazungumziwa sasa, ambaye ni mpole kuliko watu wote. Angalia upole Yesu alikuwa nao. Sasa alikuwa na uvumilivu na alikuwa anaweza kustahimili mambo, yani hana papara, hana haraka, anaweza kujizuia. Na yani alafu unaona kuna mahali ambapo wanafunzi wake Mafarisayo na Wayahudi walimpinga sana, wanamnenea maneno mabaya ambayo wanamuita wewe ni unatumia nguvu za mkuu wa mapepo nini, yani wewe ni msanii tu, unaona. Lakini wanafunzi wake akamwambia Yesu, wewe vipi bana, wewe una mamlaka kuliko Elia, halafu unawavumilia watu wanazungumza vitu ambavyo yani wanakutukana, wanakuharasi namna hii, usipige fire kuliko hata ile ya Elia. Akasema hapana, amjui ni roho gani iliyoko ndani yenu, ndio maana mnazungumza hivyo. Roho iliyoko ndani yangu mimi ni roho ya baba, ina tabia za baba. Akasema si mwana amekuja kuokoa, sio kuua, sio kuangamiza. Amekuja kuuisha, kuleta uzima, ajia kutoa uhai. Ni kwamba yani unaona, yani jinsi hilo pendo. Unaona hata wanafunzi wake anawatuma, anaambia mkienda huko na nini sehemu watakaokataa, msitumie nguvu, nyie ondokeni tu, kunguteni mavumbi yenu, ondokeni. Unaona ili kwamba sasa leo hii kanisa linatoa wapi nguvu ya kutumia nguvu kubwa sana ya kupress watu na kubebesha watu mizigo mizito sana kiasi ambacho mpaka watu wanashindwa mambo ya imani, wanaona kama sasa yani hawaelewi, yani kama ni biashara si biashara, yani kama yani hakueleweki, yani ni nguvu kubwa inatumika, watu wamebebeshwa mizigo mikubwa sana. Na wamepangiwa mavitu mengi ya kufanya, mengine ni magumu yanawachosha. Na Mungu baba yetu hayuko hivyo, sio mtu wa kuforce. Mimi nawapa big up sana ndugu zetu Waislamu. Waislamu hawatumii nguvu sana, wanajua kwamba hii kazi ni ya Mungu na Mungu ndo imani ni ya Mwenyezi Mungu na Mungu anatafuta watu wake. Kwa hiyo hawatumii nguvu, wanamwachia Mungu mambo mengi sana. Na unakuta hata wakishakusilimisha labda, au wewe ukishakuwa tu Muislamu, imeishia hapo. Yani unaenda msikitini uendi, hawana shida. Yani hata ukifa watakuzika kama kawaida, kama wengine wanavyozikwa, watakupa heshima zote, hawatakusimanga, hawatakusema vibaya. Lakini sisi Wakristo tumekuwa kitu cha ajabu, yani tunasimanga paka maiti. Unasimanga paka maiti, mtu ameshakufa, maiti imelala hapo, ujui hata huyo aliyokufa ameenda wapi, ujui kama ameenda mbinguni au hajaenda, lakini unaanza kuisimanga maiti, huyu hajaenda mbinguni. Wewe una uhakika gani? Je, umemuona kweli hajaenda? Na kati huko hapa hata uone chochote, wala ujui kama amekufa au hajafa, ujui amechukuliwa msukule, jinsi wanavyosema kama mtu amechukuliwa msukule labda hajafa, ni mgogo liko pale, ujui hata uoni. Lakini unakuwa unahukumu kwa sababu umepewa nafasi ya kushika ile Biblia
na kuzungumza haya maneno kwenye Biblia, basi tu unajiona wewe unafaa zaidi, unajiona ni mwenye haki. Mbona Yesu hakuwa namna hiyo? Yaani analetwa mwanamke amezini kule, Mafarisayo wanasema Musa alituandikia kwamba huyu anatakiwa apigwe mawe mpaka afe. Anasema wanaambia na wewe unasemaje bwana? Mtu ambaye naona unasemaje? Anasema sikuwa na dhambi hao kwanza kumpiga jiwe. Wanajikagua, wanajiona kweli wana dhambi, wanaondoka wote, wanamwacha pale. Yesu anawaambia wale walikuwa wanahukumu wako wapi? Anasema siwaoni bwana. Na washangaa wameondoka wote. Anambia basi na mimi sikuhukumu, unaenda bwana. Sasa hii watumishi wa Mungu tunatoa wapi? Kwani hatuna tabia za Yesu? Hatuna tabia za baba kama baba alivyo, yani baba alivyo na uvumilivu. Kwani tunahukumiana sana, tunatoleana maneno makali saa nyingine ya laana, ya kutishana, huyu ameasi, huyu atachanganyikiwa, huyu atavurugikiwa, huyu atafanikiwa. Yani mpaka tu unafikiri kuna kipindi nilipata testimony fulani kwamba kuna watumishi wengine mpaka wanaenda kwa wanatumia hata waganga kumloga mtu ili avurugike, ili apate kiki au atrend, aonekane kwamba yani alimtemea maneno yule jamaa na yakampata. Kwa hiyo mtu sio kawaida. Hapana, hichi sio kipindi hicho bana. Hichi ni kipindi cha neema. Sio kipindi cha kina Elia hichi na kina Elisha, kipindi cha kuonyeshana ubabe. Hapana, sio kipindi hicho. Kipindi kile kilishapita. Sasa hivi tuko kipindi ambacho ndio Yesu anauliza amjui ni roho wa aina gani aliyoko ndani yake. Yaani kwamba Mungu hayuko hivyo. Kwa nini mnakuwa hivyo? Yaani lazima mbadilike. Naona hata tunaangalia Paulo, kwa nini wanafunzi, naona Petro alikuwa ni mtu naye ana hasira, alikuwa anashindwa kuwa anapenda lile la baba, alisababisha kina Safia na kina Anania wakafa kwa ajili ya sadaka tu ambayo hata walikuwa wanakosa, yani ni hela yao. Wao waliingia tamaa, labda walipata majukumu yao, akasema je, tupunguze hapa tupeleke hii, naona, lakini akawaua kwa maneno yake, unaona. Lakini angalia Paulo hajaua mtu. Paulo anapigwa na mawe, amlaani mtu. Angalia Stefano anapigwa na mawe mpaka anakufa, halaani mtu, anaombea Mungu wasamee, maana kwa sababu wajua litendalo. Sasa kanisa limepoteza kwenda kama baba alivyo. Jinsi baba alivyoonyesha pendo lake kwa kupitia Yesu Kristo mwanawe pekee, jinsi alivyoonyesha kwa mtume Paulo, alivyoonyesha kina Stefano, alivyoonyesha kina Timotheo, alivyoonyesha kuna watu mbalimbali, jinsi kina Barnaba, jinsi walivyofanya. Hata wanafunzi wa Yesu mambo mengi walifanywa mabaya, lakini hatukuona wakifanya vibaya. Hata sengine walikuwa wakitukuzwa kama Mungu, walikuwa wanakasirika, wanalia, wanasema kwa nini mtufananisha na Mungu? Kama tufanisha sisi na Mungu, sisi ni nani? Sisi ni aliyofanya ni yeye Mungu, sio sisi. Kwa nini tunafanya na mpaka wanajimwagia mavumbi kichwani, wanakimbia? Lakini watumishi wale wanapenda kiki. Yaani kidogo tukija mfano kitumbikiza kidogo, anataka aonekane ni yeye amefanya, yani anataka atrend. Sasa kweli hii Mungu kweli, ndio maana akuta kizazi anabidi anashindwa kutembea nacho na kufanya nacho makubwa, kwa sababu kinapenda sifa mno, ambapo sifa si za kwao, sifa ni za Bwana. Unaona? Kwa hiyo nilikuwa na tahadharisha tu kwamba lazima tujitathmini, tujikague tena upya. Kama tunataka kutembea kwenye viwango vikubwa, lazima tuwe na tabia ya baba ya kuweza kuzuia hasira zetu. Ni kweli tuna hasira, huwezi kuziondoa, lakini hasira zako zisilete madhara. Yaani namna ya kuzishusha na kuzuia. Mbona Mungu ana familia mengi tu? Kama angekuwa ni binadamu kama sasa hivi, sikukuta dunia ipo tena, ukuta ameshailipua kibiriti yote, imesha kama alivyolipua Sodoma na Gomora, au alivyoangamiza kipindi cha Nuhu. Lakini hapana, hayuko hivyo. Sasa hivi anasema hasira zake zote aliziachia juu ya mwanae. Kwa hiyo na swala la dhambi, kwamba ile hasira tena kuwekwa kwa wanadamu haipo tena. Akikutazama wewe hata umefanya vibaya, akikumbuka mwanae alichokitoa sadaka, anaona iamini, basi Mungu anakutazama kwa pendo lingine, anakuona kama mtoto wake. Na hii ni watu tunashindwa kuelewa, kwa sababu angalia baba na watoto wako. Wewe ambaye una watoto nyumbani kama mimi, mtoto wako hata afanye kitu baya kiasi gani, uwezi ukasema usio mtoto wangu tena, ukasema mimi sio baba yake tena kwa sababu amefanya hivi. Hapana, utakazana kumuonya, utamtengeneza, hata kama hatakaa sawa, lakini bado wewe utatambulika na utasema huyu ni mtoto wangu tu, japo jamani ni mwizi, japo ni jambazi, japo anafanya mabaya, japo anafanya hivi, lakini jamani ni mtoto wangu. Yaani huwezi kumkataa, na Mungu naye ndio upendo hilo anataka tutembee nao. Shalom sana, wewe ni baraka sana. Na ni wakati mwingine tena naomba utafakari juu ya hilo sana. Hebu tuangalie hata kwenye watumishi vile vile, tujiangalie, tufike mahali tuweze kujizuia
kwenye huduma hizi tunavyokuwa tunaongoza hawa wana wa Mungu, hebu tutafakari upendo wa Baba, afu tujirudishe chini. Yani ukiweza kujirudisha chini, ukaweza kutembea lile pendo la Baba, kuna jinsi Mungu atakutumia kwa viwango vikubwa sana, kiasi ambacho atakuwa tayari atakuachilia nguvu zake kubwa ndani yako, kwa sababu anajua kwamba zile nguvu hautaharibu, hautabomoa, utakuwa unajenga, utakuwa sio mharibifu. Kama Petro alivyoharibu akaondoa uhai wa watu wa Anania na Safira. Yani utakuwa sasa wewe unauisha, sio tena unaangamiza. Yani ndio hicho kitu ambacho nimekuja kugundua kwamba kwa nini Mungu aruhusu nguvu zake ziingie ndani ya watoto wake, kwa sababu watoto wake bado hawajaweza kuwa na tabia ya Baba ya kuweza kujizuia. Kwa hiyo sasa unakuta hii inasababisha sasa Mungu anaona kwamba nikimpa nguvu huyo ataua watu sana na mdomo wake. Maana hata hapo tu ana nguvu, lakini mdomo wake bado unaua watu, unatoa mauti sana, unanena mabaya sana. Yani kitu kidogo amekasirika, wewe uje kanisani tukutenga, wewe sijui hujafanya hivi, hujatoa sadaka, sijui hujafanya hivi, sijui na nini, wewe uende mbinguni. Yani hapana jamani, pendo la Mungu aliko hivyo. Lazima tubadilike na tujifunze kutembea kama Baba alivyo, na si tuwe hivyo. Tukiwa kama Baba, basi Baba atatuamini kwa kila kitu. Anasema Yesu anasema kwamba ukiwa mwaminifu kwa kidogo, atakufanya kuwa mwaminifu kwa makubwa zaidi. Kwa hiyo maana tumeshindwa kuwa mwaminifu kwa kidogo, kwa kidogo tu, hata kwa kusogeza vijue vidogo hivi tumeshindwa, sababu tutaharibu vitu vingi sana sababu ya tabia ambazo tulizo nazo. Shalom, Mungu akubariki sana. Wewe ni baraka sana. Shalom.